ya wasichana. Hatua ya kwanza, desturi mbalimbali. Wakina mama wa Kisii, Waluhya na Wajaluo walibeba mizigo yao kichwani. Na Wakikuyu walibeba mizigo yao mgongoni, kamba ikipitia kwa kichwa. Wakama na Wakikuyu ni moja. Hatua ya pili, mtoto kuona na kuiga mfano. Mtoto Mkisii, Mjaluo ama Mluhya aliona na kuiga. Hiyo sinema sana. Hatua ya tatu ni kuonyeshwa jinsi ya kufanya. Anamwambia unaweka wanaita ngata, unaweka ngata ili. Alafu huyu wa chini anaelezwa hiyo isikuwe mrefu sana. Ikae tu kwa mgongo. Hatua ya nne ni kuelezwa maana yake. Wakina nyanya walikuwa wamekaa na watoto wasichana kuwaeleza kwa kiundani maana ya desturi yao. Na stori za kitambo chingana. Hatua ya tano ni watoto kuishi kulingana na desturi yao. Asante. Kwa hivyo tumeona vile walifuata hatua kwa hatua. Hatua ya kwanza ilikuwa ya muhimu sana, desturi mbalimbali. Kwa sababu kama hakuna desturi hiyo, mtoto ataona nini ndio ije. Hatua ya pili, kuonyeshwa jinsi ya kufanya. Mtoto anapoona, anaweza ona desturi hiyo na anafanya kosa kwa sababu anaweza iga na anafanya kosa. Ni lazima aonyeshwe jinsi ya kufanya. Na pia hatua ya nne ni kuelezwa kwa kiundani maana ya desturi hiyo. Ndiposa hatua ya tano sasa watoto wakaweza kushika na kuishi kulingana na desturi yao. Asanteni sana, tumefikia hapo. Sawa. Tuweze kuchukua makofi kwa haya mafunzo mazuri kwa ajili ya mwalimu wetu. Tupige ya nyayo 1, 2, 3, funga. Asante sana mwalimu wetu kwa hayo